wake wa Instagram zikitajwa kuwa ndiyo sababu ya kifo chake. Na kupitia kifo cha msanii Pop Smoke, natumaini utajifunza sana kuheshimu mambo na kutokuchukulia poa vitu unavyodhani kuwa ni vidogo. Na tuanzie Februari 19 mwaka 2020. Masaa 15 kabla ya malaika mtoa roho hajaondoka na roho ya msanii Pop Smoke. Mishare ya saa 8:30 Pop Smoke, baada ya kufika mjini Los Angeles, aliposti picha kwenye ukurasa wake wa Instagram kwenye Insta story akionyesha sehemu ya nyumba ya mjengo ambao alikuwa amefikia, na kisha baadaye akaposti video nyingine ikimwonyesha akiwa ananyoa ndani ya huo mjengo. Na ilipotimia saa 10:15 Pop Smoke aliweka tena Insta story nyingine akionekana akiwa anaogelea kwenye swimming pool, huku juu ya picha hiyo akitag location ya eneo alilopo, yani Beverly Hills, California. Na baada ya masaa kadhaa kupita, Pop Smoke akiwa na rafiki yake Mike D waliposti picha wakionekana kupendeza sana, na hizi ndizo picha zilizoondoka na roho ya Pop Smoke. Picha hizi ukizitazama ni za kawaida sana, lakini zilikuwa na makosa makubwa ndani yake, ambapo kwanza zilikuwa zimewatamanisha wahuni wengi, maana walipiga picha huku wameshika pesa nyingi mkononi, na kama haitoshi Pop Smoke alivaa saa ya dhahabu ya Rolex ambayo thamani yake ni kubwa sana. Lakini kosa lingine kwenye picha hizi ni picha ya Mike D ambayo ilionyesha namba ya nyumba waliokuwa wamefikia, isipokuwa namba moja tu ya mwanzo, lakini bado akaweka na location ya mtaa huo ambao wamepigia picha hiyo. Na mpaka kufikia hapo wahuni tayari walikuwa wameshawatamani na kuanza kuwafuatilia, huku Pop akiendelea kufanya makosa kwenye kila posti aliyokuwa akiipandisha kwenye mtandao wake wa Instagram. Na baada ya kumaliza shopping walirudi, na kisha Pop Smoke akaweka story nyingine kwenye ukurasa wake wa Instagram ikionyesha bidhaa walizonunua katika duka la Amiri, na hapo ndipo yalipofanyika makosa mengine makubwa katika video hiyo. Video hii ilikuwa ikionyesha anwani kamili ya nyumba ambayo wamefikia, yani kuanzia namba mpaka mtaa ambao nyumba hiyo inapatikana. Na masaa yakaenda bwana hadi kufikia mida fulani ya saa 8 za usiku, ilionekana gari moja aina ya BMW nyeusi ikizunguka mara 2 nyumba hiyo ambayo amefikia Pop Smoke, na kisha watu wawili wakashuka na kuingia ndani na kisha wakatoka na kuondoka. Wakati huo Pop Smoke akiwa hayupo, alikuwa zake studio akirekodi. Na taarifa kutoka kwenye gazeti la Los Angeles Times zinasema kuwa vijana hao waliingia kwenye mtandao wa Zillow, ambao ni mtandao unaonyesha nyumba zote zinazouzwa na kupangishwa, ili waisome vizuri nyumba hiyo, hata wakiingia wajue Pop Smoke alikuwa amelala chumba gani. Na siku zote bwana, kujipongeza ni muhimu sana, hasa baada ya kufanya kazi mzito, na ndicho alichokifanya Pop Smoke. Baada ya kumaliza kurekodi, alikamata pisi na kurudi nayo magetoni. Na baada ya kumaliza tendo, Pop aliingia zake bafuni kuoga. Wakati huo mrembo Emilia Rose aliona watu 4 wakiingia ndani kwa kutumia mlango wa balkoni, huku mmoja akionekana kushika bunduki. Na baada ya sekunde kadhaa wakawa wameshaingia chumbani na kumkuta Emilia Rose akiwa amekaa kitandani. Wakamwekea bunduki na kumwambia ole wako tusikie mayowe, huku wengine wakaingia zao bafuni na kumkuta Pop Smoke akiwa bado anaendelea kuoga na kumlazimisha atoe saa ya dhahabu ya Rolex aliyokuwa ameivaa, na Pop Smoke alifanya hivyo kama walivyosema. Lakini ghafla Pop akataka kuanza kuwashambulia wajomba, ndipo walipoamua kumuwahi haraka kwa kumpiga risasi moja kifuani na kisha kumuongezea zingine mgongoni pale alipojaribu kukimbia. Na baada ya tukio hilo wajomba wakakimbia kwa kuruka dirishani na kumuacha Pop akiwa ameanguka chini akiwa hajitambui kwa lolote. Na baada ya masaa kadhaa kupita, taarifa zikatoka kuwa Bashari Jackson ama Pop Smoke amepoteza maisha kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Na wapelelezi walitumia takribani zaidi ya miezi 3 kumtafuta nani alihusika kwenye tukio hilo, na baadaye wauaji wakakamatwa kwenye matukio mengine ya uhalifu na kubainika kuwa wao ndio waliohusika na kifo cha msanii huyo pendwa duniani. Na cha kushangaza ni kwamba watuhumiwa wa mauaji haya ni vijana wenye umri mdogo sana, kwani 3 kati yao walikuwa na miaka 17, 18 na 19, huku aliyempiga risasi akiwa na umri wa miaka 15 tu. Natumaini umejifunza kupitia simulizi hii, na kitu pekee ambacho kimelengwa kwenye simulizi hii ni kukuonyesha namna ambavyo unaweza kupoteza maisha kwa kuonyesha thamani ya vitu ambavyo unavimiliki bila sababu yoyote ya msingi.